kama alivyokuwa anamalizia mamangu Mnyesanzu, sijawasikia wengine. Ujumbe wa Pasaka kwa madhehebu yote ya Kikristo kimsingi ni kama unafanana, unatofautiana kwa degree, kwa kwenda undani, kwa lugha iliyotumika, lakini ujumbe wa msingi ni kama unafanana, kwamba haki ndio msingi wa uchaguzi, haki ndio msingi wa amani, haki ndio itakayotuletea Watanzania wote tuendelee kukaa kwa kuelewana na kupendana kama ambavyo tumekaa huko nyuma. Kwa mimi nafikiri niwashukuru, niwapongeze viongozi wa madhehebu ya dini wote kwa jinsi walivyojitokeza kutoa tamko la Pasaka, kila moja kwa namna yake, kila moja na vionjo vyake, kila moja na uzito aliyoweka katika haki, ambayo nadhani haki au kukosekana kwa haki ndio inasababisha haya yote tunayoona leo. Kwa hiyo viongozi wale ambao kwa muda mrefu walikuwa wanaongelea amani, lakini leo wameongea haki. Kwa hiyo mimi nadhani tumepiga hatua moja kubwa sana. Niungane na dadangu Mnyesanzu kwamba haitoshi sasa kusherehekea hayo yaliyotolewa ambayo yametufikia labda sisi wachache humu kwenye ukumbi. Tutengeneze clips nyingi iwezekanavyo na tuzitume nyingi kwenye mitandao mbalimbali ili Watanzania wengi zaidi waweze kuyaona. Mimi ndio ombi langu pekee, kwa sababu hata tukiwashukuru na kuwapongeza hao ambao tunawapongeza, wao waliwafikia waumini wao kwa njia zao mbalimbali, walioko makanisani na labda hata wale ambao hawakuwepo makanisani. Lakini na sisi tukisogeza mbele kwa waumini kwa njia zetu mbalimbali, iwe ni kwa njia ya ndugu zetu, marafiki zetu, tunapeleka ujumbe mbali zaidi. Hilo nafikiri ni jambo nzito la kwanza ambalo ningependa katika salamu yangu ya Pasaka niwaachie kila mmoja wetu. Lakini la pili, kazi ndio imeanza. Maaskofu na wachungaji kutoa hiyo miito waliotoa ni hatua moja. Hatua ya pili, namna gani sisi wa Tanzania wote tutaitikia na kuimba hiyo chorus ili iwafikie watu wengi zaidi. Na dalili ya kwanza ianze kuonekana tarehe 24 siku Lissu atakapoletwa mahakamani. Whether ataletwa hataletwa, mimi nadhani sio issue. Kitu kikubwa ni kwamba kinyume na matakwa ya Muliro, eneo lote la mahakama siku hiyo ifunikwe na watu, na ikiwezekana watu wenye kubeba mabango, watu wenye kubeba jumbe mbalimbali, messages za kila aina za kutaka haki itendeke katika nchi yetu, na kwamba hakuna njia nyingine ya kutenda haki isipokuwa kupitia uchaguzi, kwa sababu amani ya nchi lazima inaanzia kwenye uongozi bora na utawala. Kama Mwalimu mwenyewe alivyosema, nchi inahitaji mambo manne, na haya mambo manne kwenye ziara zetu tumeyazungumza kila siku. Kwa kifupi niyarudie, kama Mwalimu alivyosema, ardhi tunayo tele. Hata wakizaliwa mara 3 ya Watanzania tuliopo leo, wakazaliwa wengine mara 3 zaidi, nchi hii bado ina rasilimali za kututosha wote. Nchi hii bado ina rasilimali za kufanya wote tuwe matajiri. Lakini kama alivyosema, watu wapo, na watu ndio sisi. Sasa sisi ambao ndio watu na tunajitambua, kwa sababu moja ni kuwepo kwa watu. Kitu ambacho Mwalimu hakukisema ni kwamba watu wanaweza kuwepo, lakini tukawepo tu kama vichwa vya cabbage. Cabbage zinakuwepo nyingi sana, kila mahali zinapandwa, lakini cabbage haiongei. Sasa kama vichwa vyetu viko vingi lakini hatuongei, hatutoki nje, hatuchukui hatua, hatupigi kelele hata tukikanyagwa sisi. Mtu ukikanyagwa na ndugu yako, kwa kawaida hata kama huwezi kupiga kelele, utavuta mguu wako usogeze, uondoe ili usiumie. Lakini Watanzania wengi tunakanyagwa na tunanyamaza.
Kwa hiyo mimi nadhani sisi ambao tumepata ujumbe huu tukiunganisha na ule ujumbe wa msingi wa Mwalimu kwamba watu wapo Tanzania, ili tuendelee, tunahitaji watu. Tuko kibao sasa, watu kibao hatuna manufaa. Mimi nadhani tukipeleka hizi messages ambazo viongozi wetu wametoa, waumini wao wote, hata robo tu ya Wakatoliki wakapata, au nusu ya Wakatoliki wakapata, nusu ya Waluteri wakapata, nusu ya Wapentekoste wakapata, mimi na hakika nchi hii tunaikomboa saa 12 alfajiri tunapoamka, jua linachomoza mashariki, nchi yetu tunarudisha katika mstari kama nchi ya watu wanaopendana, nchi ya watu wa amani, nchi ya watu wanaopenda haki. Tukirudi kwenye msingi huo, kwa kweli haya mambo ambayo sasa hivi siku hizi tunayasikia ya watoto wetu kupotea, watu kuuawa, watu kutekwa, eh, watu wengine wanaishi kwenye aina ya ufukara wa ajabu, japo nchi ni tajiri, watoto wetu shuleni hawapate elimu, na haya yote yatatoweka kama sisi tutaweka kwenye utekelezaji haya yanayohubiriwa kanisani. Hotuba ni kitu kimoja, lakini kuiadapt kwenye mioyo yetu, kuitekeleza na kuziishi hizi hotuba ni muhimu zaidi kuliko kumsikiliza yule aliyetoa hotuba. Lakini kama tutamsikiliza mchungaji, tutamsikiliza askofu, alafu tunakwenda nyumbani, alafu maisha ni yale yale tunaishi tulivyoishi siku zote, haina faida yoyote, kwa sababu haitaleta tija. Kwa hiyo tuliosikiliza tujaribu kusukuma chini, lakini tuombe sasa utekelezaji wake, kwanza kwa kila mtu wetu kuzingatia misingi ya hiyo hotuba ya viongozi wetu wa dini, kuishi hiyo misingi sisi wenyewe katika maisha yetu ya kila siku. Lakini ya tatu, sasa na viongozi wa dini wajue kwamba misingi ya maisha duniani haibadiliki. Dunia ni ya Mwenyezi Mungu, dunia sio ya serikali ya aina yoyote ile duniani. Viongozi wa serikali wanafanya kazi kwa niaba ya Mungu ili kuweza kukamilisha zile kazi ambazo Mungu amekusudia. Mungu ameweka mifumo, ndio maana kwa zaidi ya miaka 2000 sasa hiyo mifumo ya utawala ipo, imebadilika, lakini ipo siku zote, kwa sababu mifumo hiyo imewekwa tangu enzi, tangu Mungu alipoumba dunia. Ndio maana watu wanajua dhambi ni nini, ndio maana watu wanajua mema ni yapi, kwa sababu imeandikwa kwenye mioyo ya kila mmoja wetu. Na kama hivyo ndivyo basi tuyaishi. Hiyo ndio kutii amri za Mungu. Na kama tutatii amri za Mungu, dunia itakuwa mahali pazuri pa kuishi. Na mwisho niwapongeze kwa dhati kabisa maaskofu ambao kumumunya maneno. Na katika listi hiyo mimi nafikiri nisimumunye sana. Kuna askofu, kuna mchungaji huyo wa Morogoro wa Kiluteri. Kuna askofu mwenyekiti wa TC hakumumunya maneno. Yeye ndio kaingia kwa undani zaidi, labda kwa kuwa ana nafasi ya kuwa mwenyekiti wa TEC. Ana waumini wake nchi nzima, ametaka kupeleka ujumbe usioyumba. Nampongeza sana, kwa sababu huwezi kutafsiri kwa namna nyingine yoyote ile isipokuwa kwamba haki ndio msingi wa yote. Yeye ni categoric, yeye yuko very clear. Nimemsikiliza Baba Bagonza, ninaamini na yeye ameweka katika sura hiyo hiyo, ameweka zaidi kifilosofia. Mimi ningemwomba Askofu Bagonza atoke open zaidi, kwa sababu filosofia sio wote tuliosoma hiyo aina yake ya filosofia anayezungumza. Lakini kwa hayo aliyosema nimpongeze sana, kwa sababu waliofika kwenye one third ya aliyosema ni wachache sana. Tuwapongeze hawa ambao angalau wamenyanyua vichwa vyao, wametoka hadharani, wanajua kuna hatari, hata wao wenyewe hawako salama, lakini wametoka. Mimi nadhani tuungane, tuwape moyo, tuwatie nguvu wao viongozi wetu, tuendelee kuyasikiliza. Lakini kusikiliza, sisi tuko hapa, sidhani kama hapa tulikuwa tunafika 200. Tusikilize na tuyazungushe mengi zaidi. Nadhani tutakuwa tumetimiza wajibu wetu kama Wakristo, lakini tutakuwa tumetimiza wajibu wetu kama wataka
haki katika nchi hii na wataka amani. Mimi niwatakie kila laheri. Ni kwa vile nimechelewa, inawezekana hayo yote mlishayazungumza, lakini kwa kuwa sikuwa nimeingia kutoka asubuhi leo, basi nimeyatoa haya ya kwangu kama sehemu ya kuunganisha hawa wote ambao wametoa matamko tunayoyatamani, lakini na sisi wanaharakati tuyabebe haya ambayo wenzetu wameyatamka, sisi tuyaweke katika utekelezaji. Na namna moja ya kutekeleza ni kujipanga sasa. Tarehe 24 tujitokeze ili tuthibitishe dunia kwamba Watanzania wapo wasio na uoga. Nawashukuru sana, asante. Mungu awabariki.